Lebo ya muziki, namzungumzia Chief Godlove ambaye anamiliki Chief Root Music. Yeye amefunguka kuwa mwaka huu ameamua kuwekeza pesa yake anayomiliki kwenye biashara yake ya muziki, na aidha Chief Godlove amesema tarehe 7 mwezi wa 5 ataenda kumtambulisha msanii mpya wa kike atakayekwenda kushindana na wasanii wote wa kike na Tanzania, na baadaye akimaliza kulitawala soko la Tanzania, msanii huyo ataenda kushindana na wasanii wa Afrika kama vile Taylor na wengineo ambao yeye mwenyewe amewaelezea kupitia na hiyo video ambayo ameposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Sasa hii hapa ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho yeye alikizungumza kuhusiana na yeye kusema kwamba ameamua kuwekeza pesa zake zote kwenye muziki, hasa kwa huyo msanii wa kike. Sikiliza hapa Chief Godlove. Kwa jina anaitwa Chief Godlove, au kwa jina langu halisi naitwa Godlove Jacob Mwakibete. Kwa akili zangu timamu nimeamua kuwekeza rasmi kwenye biashara ya muziki, na nawatangazia kwamba tarehe 7 mwezi huu wa 5 naenda kumtambulisha msanii au mwanamuziki. Huyu sio msanii, ni mwanamuziki wa kike ambaye nimeamua kuwekeza fedha zangu ndani ya miaka 10 kwenye maisha yake. Yani nimelizishwa na uimbaji wake, nimelizishwa na nidhamu yake, nimelizishwa na muonekano wake. Nimejishauri, nimeamua. Na huyu mwanamuziki anatokea hizi nchi 3: Tanzania, Kenya, Uganda. Kwa hiyo leo sintowaambia ni nani, lakini hizi nchi 3 ndio zinatoa msanii wangu au mwanamuziki, kwa sababu siwezi kumuita msanii, ni mwanamuziki. Nimeamua sasa kuwekeza serious kwenye biashara ya muziki, na namleta kumshindanisha na wasanii au wanamuziki wa kike wakubwa Tanzania. Sio wanamuziki hao wa kike wadogo wadogo, nazungumzia wakubwa. Najua wakubwa mnawajua, ndio naomleta kumshindanisha nao, kwa sababu nina uhakika 100% ana test tofauti, ana muonekano tofauti, lakini pia yuko tofauti kwa kila kitu. Kuna kitu ambacho kimenivutia mpaka nikaamua kwa moyo wangu mmoja kuwekeza pesa zangu zote kwenye biashara ya muziki. Yani niko tayari kufanya lolote kuhakikisha huyu mwanamuziki ninayemleta au huyu mwanamuziki wa kike ninayemleta, na hakikisha akishamaliza kushindana na hawa wakubwa wa ndani, na mtoa naenda kumpeleka kumshindanisha na Mavin, kumshindanisha na kina Tyler, kumshindanisha na kina nani. Huu mwaka ndo nataka animalizie wasanii wakubwa, alafu mwaka ujao aende akanivunjia wakina Tyler. Uwezo tunao, uchawi tunao, pesa tunazo, ushawishi tunao. Kwa hiyo tuna uhakika huyu mwanamuziki ni aidha mnataka mtampokea, hamtaki mtampokea. Na hiyo EP yake tarehe 7 hiyo inaachiwa. Huyu hatoi nyimbo moja, anatoa nyimbo 10 na video 10 anawapa. Kwa hiyo ni nyinyi mtaamua. Na kama kuna mwanamuziki si msanii ana kiproject chake si nini amekiweka ndani, mwezi wa 5 asitoe, na shauri tu, kwa sababu promotion anayoenda kupewa huyu binti sio promotion ambayo imewahi kufanyika East Africa. Nadhani mnanijua mimi kwa promotion iko vizuri kama promotion niliyoifanya hapo mwanzo. Sasa hii inaenda kuifanya mara 10 zaidi ya ile. Kwa hiyo kama una kiproject chako kiweke ndani. Hii ni taarifa tu. Tamam. Sawa, so huyo ni Chief Godlove ambaye umetoka kumsikia akizungumza jinsi ambavyo anaamini kwamba huyo msanii wake wa kike ambaye akimtambulisha atakuja kuchuana vikali na wasanii A-list wa kike hapa nchini Tanzania, na jambo litakuwa ni la moto sana. Baadaye ataenda kuchuana na watu kama kina Taylor ambao wanafanya vizuri sana akiwakilisha Afrika Kusini. Lakini itakumbuka kuwa Chief Godlove alimsaini msanii wa kwanza, ingawa mwenyewe alikuja kukanusha baadaye, na mzungumzia Pipi Jojo, na hivi karibuni litangaza kuacha kufanya kazi na msanii huyo Pipi Jojo kupitia Chief Root Music,
ambaye kwa sasa hayupo kwenye lebo na yupo kwenye lebo ya Nandi. Namzungumzia Pipi Jojo, lakini akaja kumtambulisha msanii mpya na usiku wakati anasherekea siku yake ya kuzaliwa, ambaye ni Stalker Scorpion King, ambaye kwa sasa hivi ndo yuko pale kwenye lebo anafanya muziki wa hip hop na ameonekana kwenye challenge nyingi sana, ikiwemo kuachia na yeye freestyle ambazo ziliibuka hivi karibuni kwenye ushindani. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba uwekezaji ambao Chief Godlove amekuja nao huenda ukawa ni tofauti, kwa sababu watu wanamiliki lebo, wasanii wakubwa tunaona, lakini nao pia kama wanashindana na wale wasanii wao ambao wako kwenye hizo lebo zao, jambo ambalo linatajwa kwamba linachangia kwa wasanii ambao wapo kwenye lebo baadhi kushindwa kufikia yale malengo kutokana na uwekezaji kuwa mdogo. Lakini pia kwa maana ile nafasi ya kufanya vile ambavyo msanii anatakiwa kuvifanya inakuwa ni leo. Kwa mfano unakuta msanii anaachia wimbo leo, alafu kesho yake bosi wake naye anaachia wimbo. Kwa hiyo ukiangalia bosi wake na fan base kubwa, anakuja nazima kile ambacho msanii wake alikifanya. Lakini watu wengi wanaona kwamba kama Chief Godlove anamtia pressure au msanii ambaye huenda akatambulishwa kwenye hiyo lebo yake, kwa sababu watu watabezi kuangalia kwenye upande wa madhaifu yake kwamba mbona hiki hajafanya na ulisema atakuja kuwazima hawa. Kwa hiyo ni taarifa njema, pia watu wanasubiri kuona hiyo tarehe 7 mwezi wa 5 msanii huyo atakuwa ni nani, jina lake nani, na ingawa hajaweka wazi ni Mtanzania ama ni Mkenya ama ni raia wa Uganda, ni swala la kusubiri na kuona. Lakini hayo ndio ambayo Chief Godlove ameyashare kupitia na akaunti yake ya Instagram kuhusiana na kumtambulisha msanii mpya wa kike.